Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Katika busara na uelewaji na ufahamu na utambuaji wa mambo ni mtu kujiangalia katika mambo yanayoyafanya. Je, atosheka kufanya tu au anajiuliza mwenyewe, mimi nafanya hivi ndivyo itakiwavyo au sivyo? Utajuaje kuwa ndivyo au sivyo? Kwa mfano, swala tunatakiwa tuiswali kwa kutimiza nguzo zake, kwa kukamilisha faradhi zake, kwa kukamilisha sunna zake, lakini na kuifuatilia natija yake. Isiwe twafanya ni ada, sio ibada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana idha hazabahu amrun fazaa ila salah, ilikuwa akiwa na shida, akiwa na tatizo, akiwa na dhiki, akiwa na stresi, fazaa ila salah, hukimbilia swala. Kwa nini akimbilie swala? Kwa sababu hakuna mahala anapoona panafaa kufurahi, kupumbaa, kutulia, kutatua shida, kutatua matatizo, kuondosha dhiki, kuondosha balaa kama swala. Lakini masikitiko kwa baadhi yetu Waislamu, utakuta baadhi ya watu wafanya haraka ndani ya swala ili awahi shughuli atakao kuiendea baada ya swala. Kawaida walillahi almathalul a'la. Mimi upenda kwenda kwa mifano. Ikiwa wewe wajua feri ukichelewa saa fulani itakuwa imefungwa, mpaka boda saa fulani itakuwa imefungwa, lakini kwenye gari ulioko wewe uko na mkubwa wa ile kituo, kama ni boda, kama ni feri, kama ni barabara, kama ni ofisi, uko naye mkubwa wa ile ofisi. Hubabaiki usema na wafunge, mimi niko naye. Je, kweli mwenye akili anayejua mimi nikiwa kwenye swala nazungumza na nani? Je, sisi twajua tukiwa ndani ya swala twazungumza na nani? Huyu tunayezungumza, ile department ambao kwamba wewe utakwenda, siye mkubwa wake, ndiye mwenyewe. Kipi kinachokufanya ufanye haraka kumaliza swala ili uwahi, na lile utakalokuliwahi liko chini ya uwezo wa huyo ambaye kwamba wewe umesimama mbele yake? Kwa nini ukose makini? Kwa nini ukose utulivu? Sema ngoja nswali haraka haraka bwana, nataka kuwahi. Hilo utakalokuliwahi liko chini ya mikono ya nani? Liko kwenye uwezo wa nani? Kwa nini ikiwa wajua liko kwenye uwezo wa huyu uliosimama mbele yake, kipi kinachokufanya uwe na haraka? Kipi kinachokukosesha umakini? Lakini kwenye swala tuko watu wa aina mbili, na leo kila mmoja nitaka ajiulize nafsi yake. Kuna watu wana msemo wa ule aliosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika swala, arihna biha ya Bilal, tufurahishe kwa swala ewe Bilal. Manake yeye akiwa yuenda kuswali ajua yuenda kwenye sehemu yenye furaha.
kwenye sehemu yenye faraja, kwenye sehemu yenye utulivu, kwenye sehemu yenye pumbao, kwenye sehemu yenye umakini. Kuna na watu arihna minha, haya fanya tumalize, fanya tuondoke, fanya tutoe hamu. Manake kama swala ni jukumu, ndugu zangu, utakuta baadhi ya watu ana haraka katika kuswali ili atake kujua kuna habari gani zaendelea ulimwenguni, kwenye simu kuna meseji gani mpya, kuna WhatsApp gani, kuna. Je, iko habari nzuri kama habari ya wewe kuzungumza na Mola wako? Iko habari muhimu kama wewe unaposimama mbele ya Mola wako? Al-Imam Ali Zainul Abidin, mjukuu wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, ilikuwa akiwa anataka kuswali alikionekana ameiva. Akiulizwa kwa nini wabadilika hali, asema atadruna aqifu baina yaday man, ni mwajua mimi naenda kusimama mbele ya nani? Ile hisia, zile feelings za kukupa kwamba mimi sio naenda kuswali, mimi naenda kusimama mbele ya Allah. Na hii ndiyo tofauti yetu sisi. Wengi wetu ukimuuliza wenda wapi, ambanda kuswali. Kuswali ni nini? Kuswali adhuhuri takuswaliwa, lakini haingii msikitini, mimi naenda kusimama mbele ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Mimi hivi sasa nasimama nazungumza na Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatu. Sasa ile hisia ambayo kwamba ya kukosekana, ndipo pale tuingia kwenye swala, mtu jambo dogo tu tayari aweza kuwa mtu yuko kwenye swala kisha akwambie nilikuwa ndani ya swala nikasikia wazungumza, walikuwa waelezea nini? Au mtu ashawishike aseme bwana ukiswali bwana funga simu yako bwana, usitubabaishe. Wewe ya nini kubabaishwa? Kuna sehemu ngapi wewe uko na usibabaike? Kwa nini kwenye swala tu ndo ubabaike? Hakuna sehemu wewe ukiwa uko kwenye sehemu hiyo haikubabaishi baridi, halikubabaishi joto, haikubabaishi sauti, hakubabaishi mbu, hakubabaishi kunguni. Hakuna kinachokubabaisha, concentration yako yote iwe hapo. Kwa nini tu kwenye swala? Tatizo liko wapi? Kwani ule moyo uliokuwa na hisia ukawa na shuur, na kuwa wewe uko katika TV waangalia kipindi fulani, husikii habari, husikii mazungumzo, husikii fujo. Hata mvua ikinyesha wewe huna habari, jamaa kwambia yo kumeshuka mai kweli kweli, kumenyesha kisawasawa. Kumbe na mvua imenyesha, ulikuwa wapi? Lakini ukiwa kwenye swala kila kitu wakihisi. Tatizo liko wapi? Tatizo kuwa wewe waswali lakini hujui kuswali ni kufanya jambo gani, ni kufanya kitu gani, ni kusimama mbele ya nani? Ndugu zangu, swala si kuinama na kuinuka. Tusihisabu swala ni kuinama na kuinuka, la. Bal swala ni kuinamisha dhiki na kuinua furaha. Pale po unaoinama, na maana wewe waangusha kila dhiki zako, waangusha kila matatizo yako, waangusha kila hamu yako na ghamu yako. Na unapoinuka wainua, waboost furaha, waboost pumbao. Ikiwa wakati unapoinama mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, hujahisi kwamba wewe umepeleka kilio mahala patakiwapo, hujamjua Mola wako subhanahu wa ta'ala.
Tumeswali sana ndani ya Ramadhani, swala za faradhi alhamdulillah Mungu azitakabali, swala za sunna, tarawehe, qiyamul layli. Lakini tujiulize, madha janaina, tumechuma nini? Kipi ambacho kwamba tumekihisi katika hizi swala nyingi? Usiwe wewe siku zote waswali na bado hii swala yako hujaiona athari yake yoyote. Haiwezekani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaelezea maswahaba kuwapa mfano, awaambia araaitum anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ayabqa min daranihi shay'un, ikiwa mtu atakuwa ana swimming pool, ana birika, ana river, ana mto, yuaoga kila siku mara 5, anaweza kubakiwa na uchafu mwilini? Kila siku anaoga mara 5. Maswahaba akamwambia haiwezekani, itakuwa msafi sana huyo. Akamwambia fadhalika mithlu salawati al-khams, huo ni mfano wa swala 5. Kwa nini sisi twaswali swala 5 na bado twasengenya? Kwa nini twaswali swala 5 na bado tuna kibri? Kwa nini twaswali swala 5 na bado twala haramu? Kwa nini twaswali swala 5 na bado twadharauliana? Kwa nini twaswali swala 5 na bado twala mali ya watu kwa batil? Kwa nini twagombana? Haiwezekani wewe waoga na ukitoka mchafu, tutakwambia bado hujaoga. Alama ya kuwa umemwambia mtu mimi nimeoga kuonekana msafi. Sasa wewe umetoka mchafu, kisha useme natoka kuoga, waambia watoka kuipaka mai, hutoki kuoga. Kuna kuipaka mai, kuna kupika na kupija mteo. Sangine utasikia wali uno haukupikwa, umepijwa mteo tu, maana umechemshwa tu juu basi, haukupikika. Sasa labda swala haiyaviva. Sasa kuivivisha hii swala, huwezi kuivivisha mpaka uwe mwanzo wajua wewe kuswali ni nini. Kuswali ni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innamal musalli munaji rabbah, anayeswali anazungumza na Mola wake. Kuswali ni mazungumzo baina yako wewe na Mola. Wakati unapoingia kwenye swala, waingia kwa hali gani? Kijana alimwambia shekhe lake, akamwambia shekhe, mimi natamani kuswali usiku, lakini sijui kwa nini kila nikisema nataka kuinuka siinuki. Akamuuliza, waonaje wale wanaoitwa na wafalume kwenda kuzungumza nao? Wewe wahesabu ni watu gani? Asema ni watu special, sababu mfalme hawezi kumuita mtu yoyote ila anayemchagua yeye. Akamwambia basi ujue, omba, peleka maombi, Mungu akuchague. Sio yote Mungu atamchagua asimame usiku azungumze na yeye. Usione raha kwa Mungu amekuacha usiku umelala, sema jana nalala usingizi mzuri, kishtuka ni alfajiri. Sio usingizi mzuri ona. Usingizi wowote ambao kwamba hautokuwa na qiyamul layli si mzuri, kwa sababu walau aradaka lidhalika la hayyaaka lahu, Mungu angetaka angekufanya uamke uzungumze na yeye. Kwa nini Ramadhani ulikizungumza naye? Sasa kwa nini ugombane naye baada ya Ramadhani? Ulizungumza kwa ajili ya Ramadhani au ulizungumza kwa ajili ni Mungu ataka kuzungumza naye? Kwa nini ukate mawasiliano? Yeye hajakata, yeye uko tayari, yeye atusikiliza. Yeye mwenyewe wauliza, hal min sailin, hal min talibi haja, kuna atakaye haja yoyote, kuna mwenye ombi lolote, kuna mwenye shida yoyote, kuna mwenye matakwa yoyote. Lakini mimi namjibu namwambia na koronzi, kukoroma, wabarao itakukoronzi. Wewe ukoroma, mwambia mimi sina shida, mimi sina madhambi, mimi sina tatizo.
Unaona watu hawainuki usiku ila ukiwa na matatizo. Usiinuke kwa ajili ya matatizo, inuka kwa ajili ya mapenzi. Angalia Mwenyezi Mungu asemaje? Mwenye kunitaja na mwenye kuniomba. Yule anayenitaja humpa zaidi kuliko anayeniomba. Yani Mungu ukimfanyia kwa mapenzi hukupa kuliko ukimfanyia kwa majonzi. Kuna mtu hamuombi Mungu ila akiwa na shida. La, muombe Mungu wakati wewe huna shida, atakutatulia wakati una shida bila kumuomba. Taarafu ila Allahi fi raha, jitambulishe kwa Mwenyezi Mungu wakati mambo yanaenda sawa. Yaarifuka fi shidda, mambo yakienda msobe atasimama na wewe. Lakini usingojee mpaka mambo yamekuwa ulitima, yameharibika, sasa ndio ustadhi dua gani, ustadhi kisomo gani, ustadhi wakati alipokuwa sawa ulikuwa wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, swala si sehemu ya ada kuja tukainama tukainuka. La, swala ni sehemu ya ibada, ndio akbarul ibadat. Ibada kubwa ni swala, na ndio wenyewe wakatuambia usitarajie kufaulu kwa mtu ambaye kwamba haswali, kwa sababu tumeambiwa hayya ala salah hayya ala la tarju alfalaha man kana laysa ma'ahu daira fi salah. Asokuwa na mzunguko wa kuswali hawezi kufaulu huyo katika akhira yake kabisa. Kufaulu hayya ala alfalah. Na alfajiri tukiadhiniwa waambie as-salatu khairun, maana hakuna kitu mtu anachokipenda kama usingizi. Usisikie, hakuna, hata anapenda pesa, lakini mwisho wa kuisha, mwisho utasikia taabani, bwana nataka nilale. Kwa hiyo hona usingizi, uona wewe ndio kitu muhimu, basi swala ni bora kushinda hiyo. Lakini dhalika liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid, si kwa yoyote, ni kwa anayeelewa, anao alionda tamu ya swala. Ukionda, wallahi ukionda itamu ya swala, huna kitu utakachokithamini ndani ya swala, wala huna sehemu utakaokuona raha zaidi ya kuwa ndani ya swala. Kila mmoja ajiangalie, yuwaswali ni pumbao ya furahi au yuwaswali ni kumaliza jukumu? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla